Hi guys, imenikuchekwa kama mnavyoniona mfanya biashara mkubwa Maulini niko Harvest mikononi mwa magaidi wanataka maokoro yangu. Nikamwambia na sio shida, nipeni basi tabia kwanza nikate kiu. Yaani hata sijawaambia bia ninayotaka nikala kitasa, nikasema mama hii picha ishaanza kuungua. Hapa nikileta ujanja sana naweza nikaishia kwa mpalange. Kwa hiyo ikabidi niwe mpole, ni change tactic. Nikamwambia sikia, wewe nifungue mikono yangu, nipe simu yangu, mimi ninawatumia okoto. Kwenye account yangu nina T5. Na watumia T3 nimebaki na T2. Simeona yani ninaingia hasara. Basi nikafanya mama nikamwambia sikia akacheki account yako. Alipocheki akaniambia Jonas sasa nikamwambia jamani T haziwezi kusoma haraka hivyo, lazima uwe mvumilivu. Wakati nasubiria balance isome mimi huyo nikaanza jikoni kupika. Leo tunapika kongoro coconut roast, na kama mnavyoona tuna kilo yetu ya kongoro ndani ya pressure cooker. Tutatia kitunguu maji kilichokaushwa ama onion powder, tutaweka na kitunguu saumu kilichokaushwa ama garlic powder, bila kumsahau ajinomoto ama flavor enhancer. Tutaweka kidonge kimoja cha supu ya ng'ombe ama beef stock cube, tutaweka dawa ya chakula ama chumvi, alafu tutamalizia kwa kuweka kijiko chakula cha soy sauce. Baada ya hapo tutafunika pressure cooker yetu na tutapika makongoro yetu kwa masaa mawili. Baada ya masaa mawili tutaenda ku release pressure na makongoro yetu yanafanana hivi. Mmeona uboko huo ushatoka ndani ya mfupa? Amazing. Tutaweka kongoro lipoe na kuendelea kuandaa vegetables zetu ndani ya chopper. Tutaanza kwa kuweka nusu kikombe cha kitunguu saumu, tutaweka nusu kikombe cha kitunguu maji, tutaweka kikombe kizima cha carrot, tutaweka robo kikombe cha mchanganyiko wa mchaichai pamoja na chives, alafu tutamalizia kwa kuweka vijiko viwili vya kula vya machicha ya nazi. Yes, sijakosea, machicha ya nazi ama nazi iliyokunwa. Tuendelee. Baada ya hapo tutaenda kufunika chopa yetu na kwenda kusaga mpaka tupate mchanganyiko. Hatutaki paste, tunataka rough chop flani hivi, sawa It should look something like this. Hapa tuko vizuri. Tuendelee. Ndani ya sufuria tutaweka mafuta. Baada ya kuweka mafuta tutaenda kuweka pilipili na kuacha pilipili yetu ikaangike, na kama mnavyoona mafuta sijaweka ya kichoyo, kama vijiko vitatu vinne vya kula. Tutapika vegetables zetu mpaka zisinyae, na zikisinyaa tutaendelea kwa kuweka kijiko chakula cha curry powder pamoja na kidonge kimoja cha supu ya ng'ombe. Jamani, flavor ndani ya flavor ndani ya flavor. Tutaipika beef cube yetu mpaka iyeyuke, kisha tutaendelea kwa kuweka packet nzima ya nyanya ama tomato paste jamani. Wengine wanaitanga nyanya ya packet. Tutaikoroga vizuri ichanganyike na mboga zetu, kisha tutaweka kikombe kizima cha maji. Na tunafanya hivi ili kuilegeza ile tomato paste, na mtaona tumeshaanza kupata lichuzi fulani hivi rosti. Tutaweka na kijiko kimoja na nusu chakula cha soy sauce. Tutaenda kuikorogea soy sauce yetu vizuri ndani ya mchuzi wetu. Kisha tutaenda sasa kuintroduce yale makongoro ambayo tumeyachemsha. Tutaenda kuyakoroga vizuri yachanganyike na mboga zetu. Kisha tutaenda kuchukua ile supu ya kongoro ambayo tulichemshia na tutaweka vijiko vitatu namna hiyo. Tutakoroga vizuri just like so. Alafu tutafunika sufuria yetu na kuacha mchuzi wetu hivyo kwa dakika 10. Baada ya dakika 10 tutaenda kukoroga tena. Tutaenda kuweka chumvi just a bit. Alafu tutapunguza moto na kuweka moto mdogo kabisa. Tutafunika tena na kupika kwa dakika 10 za mwisho. Baada ya dakika 10 za mwisho only roast hilo. Hiyo ndio kongoro coconut roast tayari kwenda kuliwa na bonde wa manguna. Perfect. Bye guys.